Karibu sana mtazamaji wa UTV katika kipindi hiki cha Kidani. Mimi ni Sauda Hussein. Sasa leo nimekuja kuzungumza na mabinti ambao wamepitia changamoto hapa katikati na ikawasababisha wao wakaacha elimu lakini bado wana ndoto za kufikia mahali fulani. Na kama wewe ni binti ambao unapitia changamoto yote ya kiuchumi na unatamani kunyanyuka hapo ulipo, basi kaa kwa kutulia, kwa sababu leo Kidani kinakuja moja kwa moja na fursa ambayo inakuhusu wewe moja kwa moja. Na si mwingine ambaye tutakuwa naye katika Kidani ni Janet John. Huyu ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Binti Makini Foundation. Yeye ana historia ambayo inafanana na ya kwako. Wewe yote ambaye unapitia changamoto ambaye huenda ikafanana ama ikatofautiana, lakini pia amepitia changamoto nyingi sana katika maisha yake. Lakini leo hii yuko hapa kuwanyanyua wasichana wengine pia waweze kufanikisha ndoto zao. Kwa hiyo Janet ni nani na nini hasa anafanya? Nikusihi tafadhali baki hapo hapo. Tayari niko hapa na mkurugenzi. Habari mkurugenzi? Salama tu. Za kwako? Nzuri. Nimefurahi kuonana na wewe. Na mimi nimefurahi pia. Mimi navutiwa na kazi ambazo unazifanya hasa za kumnyanyua mtoto wa kike kwenye masuala ya uchumi na kadhalika, na hasa ukizingatia wale wanaotoka katika mazingira magumu. Kwa nini uliamua kuanzisha taasisi ya Binti Makini Foundation? Nini kilikusukuma? Mimi historia yangu ilikuwa kidogo ina changamoto. Inawezekana mwingine ikawa ya kwake ngumu sana, lakini kila mmoja ana ugumu wake ambao anaona katika safari yake. Mimi wakati nasoma nakumbuka katika harakati za kusoma na nini, nilikuwa natamani labda tuone wasichana wengi tunafaulu na tunaenda sekondari, lakini ikawa tofauti. Nilifaulu msichana mmoja na kaka mmoja, ambaye mimi nilikuwa dada mkuu na yeye alikuwa kaka mkuu. Yeah. Kwa hiyo wengine wote walikuwa hawasomi darasani au ni nini? Hamna, basi tu ni mifumo ya kimaisha, na basi maisha yana mambo mengi, lakini pia mila na desturi saa nyingine. Kwa kwanza walikuwa wanaamini kuwa uolewe tu ukimaliza darasa la 7, kwa sababu wanaamini ukikaa muda mrefu utapata ujauzito. Tanga wanasema msichana ni nyanyambuvu, ikikaa muda mrefu itaoza. Kwa hiyo wengi walikuwa wanaishia darasa la 7, maisha yameishia hapo, wanaolewa. Kwa hiyo ile historia ambayo ilikuwa imejengeka ilikuwa haimpi mtu kufikiria kuwa labda kuna kusoma zaidi, au kusoma zaidi kuna manufaa gani, kwa sababu huoni hakuna TV, hakuna nini, hakuna role model, hakuna nini. Role model wako ni mwenzako kamaliza kapata mchumba kaolewa, na wewe umaliza upate mchumba unaolewa. Lakini sasa sisi kwetu ilikuwa tofauti kidogo. Baba kidogo alikuwa na mama walikuwa wameona mbali, walikuwa wanatuambia mnatakiwa msome, nyinyi ni watoto wa kike, tumewazaa wengi sana. Kwa hiyo inamaanisha msiposoma, akawa anaambia na mama, huu ni mzigo. Hawa wasiposoma hawa wataleta watoto hapa, tutalea, wataenda huko, wataolewa, bado watoto ndio zitawashinda, watakuja. Kwa hiyo tuwasomeshe. Kwa baba kama wangapi? Sisi tulizaliwa 9, mmoja amefariki. Kwa wasichana tulikuwa 7, wavulana 2, ambao wavulana ni wa mwisho. Yeah. Kwa ina maana kama mngeamua kuzaa mkaleta nyumbani, baba angekuwa na kijiji. Palikuwa hapatoshi. Yaani pale sasa hivi ingekuwa akashatengeneza kijiji chake. Kwa sababu tungemjazia lundo pale asingetamani. Lakini sasa hivi amebakia peke yake na mama. Kwa hiyo alikuwa ameona mbali. Japokuwa sasa ilikuwa sio rahisi. Kile kitendo cha mimi kufaulu, mimi nilikuwa nimeona okay. Nilikuwa najua tu nitafaulu kwa sababu nilikuwa na akili. Tangu darasa la kwanza mpaka la 7 mimi nilikuwa naongoza darasani. Kwa hiyo nilikuwa najua tu nitafanya vizuri. Na ikitokea siku hata nimepitwa, ilikuwa nitalia mpaka hata matokeo yangu sitamuonyesha baba. Kwa hiyo alikuwa anaamini tu nitafanya vizuri. Lakini pia changamoto za kijamii zipo. Wakati sasa nimefaulu, changamoto ndio ilianzia pale. Niende shule, nisiende. Kwanza shule ambayo nimechaguliwa ilikuwa mbali kidogo na nyumbani. Kwa hiyo kule lazima ninapoenda shule lazima nikapange, kwa sababu ile shule ilikuwa sio boarding. Okay. Shule imeanzishwa ni day, tunatakiwa tukakae kule. Kwa hiyo vikwazo vikaanza pale. Baba wengine wanamwambia usimpeleke shule. Wengine ni ndugu zake, aunti, wanakwambia akienda atapata ujauzito. Wengine wanakwambia kabisa wewe ana ujauzito tayari, asiende shule. Nakumbuka siku tulikaa kikao mpaka saa 9 usiku. Mimi, baba na mama. Na tunatakiwa tuondoke, lakini baba kama tayari kuna maneno yashaambiwa kama yamemkata hivi. Nasema hapana. Lakini baadaye mama akasema hapana, huyu lazima aende shule. Mamangu kidogo anakaukali fulani, ana msimamo. Baba alipoona tu basi vikao visio vingi akasema twende. Mimi nikaenda shule pia kule nikasoma vizuri. Japokuwa changamoto zilikuwepo pale. Ndoto yangu mimi ilikuwa ni mwanasayansi mzuri sana, lakini nikakutana na vikwazo shuleni pia. Vingine vilikuwa vigumu kiasi kwamba kama ungekuwa mtu hauna moyo ungeacha kupitia vitu vigumu vya kudhalilisha. Kwa nilivyomaliza pale, matokeo yalitoka kipindi kile nilipata 26. Kwa sababu sasa ile masomo yangu mimi ambayo nilikuwa nayakazania sana, nikuta sasa napata DD kwa sababu kulikuwa na walimu wazuri wa science. Kwa unapambana kusoma mwenyewe, unasoma kitu ambacho hata ukijui. Ingekuwa sasa hivi hata kuna AIs na nini, ungekuwa labda hata simu hamna. Sasa unafanyaje? Kwa hiyo unatumia tu ile akili yako. Lakini bado nikasema hata kama sikufanikiwa kwenye eneo langu la
la PCM, basi labda nitafanikiwa kwenye engo nyingine. Kwa hiyo watu walinipokea kwa namna ambavyo walinipokea, na kwa nilikaa wakaniambia basi kama hivyo uende ukasomee ualimu. Nikasema mimi ualimu hapana. Ualimu wa certificate hapana. Kwa hiyo baba akanitafutia huko kwa marafiki zake na nini, nikamwambia mimi hapana. Kwa hiyo nilipoona ananisumbua nikasema hapana. Nikatoka nyumbani nikaja Dar es Salaam kwa dada yangu. Nikasema mimi nataka nisome. Kwa hiyo nikarudi shule kweli pale nikasoma, nikakutana na mwalimu Bubera popote alipo, yani kila siku na mkubali, kwa sababu nilitoka kwenye mikono ambayo walimu ambao walikuwa wanatuandamani, wanatufanyia vitu ambavyo sio. Unakutana na mwalimu ambao anaibua tena ndoto yako. Kule primary mimi walimu walikuwa wananipenda sana. Kwa hiyo nilianza kuwa kiongozi nikiwa mdogo sana. Kwa hiyo huku nikajua itakuwa vile vile, lakini nilivyokutana sasa na yule akaanza kunitia moyo, mbona una akili sana? Unaweza mwanangu. Nikaanza kusoma kwa bidii. Nikafaulu 2012. Nikatafuta shule, nikaenda kusoma pale Mbezi Beach. Vyote hivyo nafanya mwenyewe. Mimi kuna kipindi nilifanya kazi ambazo ni ngumu. Mimi kuna kipindi nishaye kufanya hata kazi kwa wazungu kama mfanyakazi wa ndani. Enda tafuta tu namna ambavyo unaweza kupenya. Kuna kipindi nilifungua genge langu, nikasema labda hapa nikipambana, nikipata hata nikijianzisha sehemu labda watu watasupport, wataona huyu mtu kweli ana kitu. Kwa hiyo nilikuwa najaribisha vitu tofauti tofauti. Yaani nilikuwa sitaki kukaa tu, kwa sababu kipindi hicho pia ni kipindi ambacho sasa unajua ule ubinti pale umeiva na nini, wanaume ndio vile wanakuja, kila mtu anataka nioe, nataka nini. Unakutana na mwanaume na kila kitu, lakini unasema mimi kweli mbona yani sioni kama naweza kuwa mke wa mtu saizi, lakini bado nina ndoto. Na hii ndoto kwa namna yote lazima itimie. Mimi nilikuwa sijui itatimiaje, lakini nasema kwa namna yote itatimia. Kwa hiyo nilipopata nafasi ya kusoma kidato cha 5 na cha 6 pale Mbezi Beach, kwa hiyo nikatoka sasa kwenye ile kusoma PCM tena, nikaja kusoma kwenye HKL. Kwa hiyo nilipokutana na mtu akaniambia, Janet wewe una ndoto, lakini sasa ninachokushauri, kwa sababu huku tayari huu msingi ulikuwa tayari umekaa muda mrefu nyumbani, huu msingi wa PCM tayari ushauharibu na vitu kama hivyo, tafuta tu kozi ambayo ni rahisi, ambayo unaweza ukasoma ukafikia ndoto yako. Kwa nikamsikiliza nikasema okay. Kwa hiyo nikasoma HKL. Nafikiri watu HKL Mbezi Beach walikuwa wanajua namna ambavyo nilikuwa na perform vizuri. Maliza form 6 pale nilikuwa na 1 ya 6. Nilikuwa na B+ zote. Nikachaguliwa kwenda chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ndio pale sasa pia ilikuwa changamoto. Wakati nimemaliza form 6, mimi nilikuwa nataka nikasoma sheria. Kwa sababu nikasema sasa hapa nimeona vitu vingi sana haviko sawa. Kwa hiyo mimi nataka niwe mwanasheria. Kabla sijawa na wazo la binti makini, niwe mwanasheria ili nije nisaidie watu ambao wanapata changamoto hasa maeneo ya vijijini. Lakini wakati nasoma mimi maisha yangu yote sikusoma hasa O-level. Wasichana wengi walikuwa wananichukulia mimi kama role model. Yaani kila mtu akipata shida, mtafute Dajeni. Nilikuwa mpole, nilikuwa sio mwongeaji kama sasa hivi. Mtafute Dajeni. Basi akija ndamshauri. Hata kama bwana kuna kiboyfriend kina acha mdogo wangu tusome kwanza, sio naona maisha yenyewe ni magumu. Kwa hata wakija wanalia mimi nawakumbatia na watia moyo. Kwa mimi Dajeni haijaanzia leo. Tangu huko nikiwa chini. Kwa hiyo nilipofika chuo kikuu sasa, nilipomaliza form 6 nikaenda jeshini. Kwanza sikuchaguliwa jeshini. Nikasema kwa nini mimi siende jeshini? Yaani watu wamechaguliwa, kwa nini mimi? Kwa nini nilikuwa sitaki, yani kila fursa ambayo iko mbele yangu nilikuwa sitaki. Nikaenda pale makao makuu JKT mwenyewe. Nikamwambia mimi kwa nini hamjanichagua? Wakaniambia wewe umekuja kuomba mwenyewe. Nikamwambia hamjanichagua mimi, watu wamechaguliwa kwenda JKT, kwa nini mimi? Wakaniambia sasa unataka kwenda? Nikamwambia unachagua wapi? Nikamwambia nipelekeni Musoma. Wakanipeleka Rwankoma huko Musoma. Sasa wakati niko JKT, matokeo yametoka, nimefaulu vizuri. Zile requirement zote za kusoma law school law chuo kikuu cha Dar es Salaam, maana nilikuwa napata, nimezipata. Zile grade zao kila kitu nilikuwa nimepata. Kumbe sasa wakati mimi naenda nimekuambia basi nisaidieni kuapply. Kumbe akaniambia tukinichagulia law hatapata mkopo, hatatusumbua. Wakanichagulia ualimu. Ule ambao niliukataa mwanzoni. Nikapata bumu tu. Mkopo nakumbuka nikapata 2.5. Walikuwa wananilipia 25,000 kwenye milioni 1. Kasema sasa mlikataa nini? Nakimbia nini? Nikamwambia baba bwana mimi wamenichagulia huko, nimechaguliwa lakini sikupata nini? Mkopo. Ndugu zake baba akamwambia huyo anataka kupige. Huwezi ufaulu hivi afu uchaguliwe ualimu afu usipate mkopo. Napambana na baba haamini, nikakata tamaa, ngasema hii ndoto inaishia hapa. Nikamwambia usiwasikilize hao ndugu zako. Kumbuka hata nilipokuwa nasoma nilipitia changamoto hizi. Mbona unawasikiliza tena ili mimi nisome? Akaniambia wanauelewa. Mimi sijasoma hapo, mimi sijasoma. Ila hao wamesoma na marafiki zangu wananiambia. Kwa baba hakuamini. Tukakuvutana na baba mpaka baba akatoka Tanga akaja Dar es Salaam. Ndio akanilipia ada, akasema kumbe basi mimi sikujua. Nikamwambia sasa siku nyingine ukiwasikiliza hata utavunja ndoto ya mtoto wako. So baada ya kufanikiwa sasa kufanya usaili chuo na kuanza masomo, ambapo sasa ulienda kuchukua masomo gani? Au katikati hapo ulibadilisha tena? Baada sasa pale ya kufika chuoni kabisa nikachukua ile sasa education. Kwanza nikaulizia kwa sasa nilikuwa nataka niangalie namna ambavyo naweza kurudi kwenye law.
lakini wakaniambia process ni ndefu, lakini pia wakaniambia huwa pale wanachukua wanafunzi wachache. Kwa na wale wanafunzi nakumbuka kipindi kile sijui alichukua wanafunzi 166, kwa anasema hawaongezi tena. Vigezo vyote ninavyo, lakini huo mchakato sasa na nini, afu sasa nikaja kugundua pia sheria pia ilikuwa ada yake ni kubwa kidogo, milioni 1.3 milioni. Kwa hiyo nikapiga tena hesabu zangu nikaona na mkopo tena huko sijapata na yaani kwa mambo yalikuwa mengi. Kwa hiyo nikakubaliana na hali. Lakini sasa nilipokubaliana na hali nikasema hii changamoto nitaigeuza kwa fursa. Nikasema acha nisome, lakini sasa sijawa sasa msongo kama yule ambaye nilikuwa msongo. Ndio maana nakwambia ni vizuri sana mtu kucheza kwenye ndoto yako. Ukishatoka kwenye ndoto yako hata ile hamasa, ule mwamko wa kufanya vizuri unapungua. Lakini sasa pale nikaanza kuwa na ile ndoto yangu, nikasema kule nilikotoka nilikuwa nimepitia changamoto nyingi. Wasichana wengi walikuwa tulikuwa tunaanza shule kama piramidi inavyochorwa. Tunaanza wengi, lakini idadi ya wasichana wanaoenda juu inapungua. Yaani kila hatua unavyofika inapungua, kila hatua inavyofika inapungua. Nasema hapa kuna changamoto. Kwa hapa tulishatengenezewa tayari gaps sisi wasichana. Kwa hiyo watakuwa ni wasichana wangapi ambao tunawaacha nyuma? Kwa nikaanzisha Binti Makini. Kwa nilianzisha Binti Makini. Nakumbuka kikao cha kwanza nilichoita walikuja wasichana zaidi ya 500. Nikawapa idea, jamani mimi nishakuwa mbunge wenu lakini nimeona hapa kuna changamoto nyingi. Nikauliza nyie kwenu mlivyotoka, nyie kwenu watu wanafaulu sana kuja vioni? Hapana. Wengine wanakambia kwa nini sisi ambao tumepata hii nafasi ya kuja chuo kikuu tusitengeneze wale waliokuwa chini, tuwe kama role model, tuwe mfano wao, tuwavute na wenyewe waje huko. Kwani sisi tuna raha gani tunapokuwa tumejezana tu hapa? Wewe umetoka sijui Kahama, wewe umetoka Tanga, wewe umetoka Bukoba, wewe umetoka nini? Lakini ukiangalia tukija kujikusanya, inawezekana wewe kwenu kijijini umetoka wewe peke yako, umewaacha wangapi? Wale nani atakayewavuta waje huku tuliko sisi, au tunataka tu binafsi tufike wenyewe tukawalingishie? Nikasema hapana. Sisi tukifanikiwa, wale wakiwa hawajafanikiwa tunapata faida gani? Sio na wanawake tubebane. Ni idea nzuri Lakini pia wasichana hawapendi kugombea uongozi. Uongozi una opportunity tu ni nzuri. Lakini pia tunatakiwa tufanye mambo kwenye jamii, turudishe kwenye jamii. Si wengine tumefika hapa kwa neema tu, tumepitia vitu vingi. Turudishe kule ili tuamini, ili na wenyewe hamasisha watoto wao waende shule nzuri. Kwa watu wakawa wameunga mkono idea. Madokta pale wahadhiri wetu wakaunga. Kwa mimi sisi tulikuwa tuna uwezo kuingia kwenye chumba cha darasa tukakusanya michango, tukaenda Ocean Road, tukatoa misaada kwa watoto wanaoumwa kansa, tukaenda hivyo. Kwa siku zote tunafanya hizo activities zote na zinaenda, tukatengeneza t-shirt. Kwa hiyo chuo kikuu pale kupita tu Binti Makini kama imesambaa. Kwa hata watu walikuwa ukitaka makongamano tu wasichana, mimi ulikuwa ukiniambia nataka wasichana ngapi? 300. Nakwambia unataka dakika ngapi? Kwa hata nusu saa haijafika nishakuletea orodha wasichana 300, nenda kwenye session yako. Kwa hiyo nikawa na ile influence. Ilipofika sasa 2019 nikaisajili sasa ikawa kama NGO na tukaanza kufanya kazi, na kwa kipindi hicho tulikuwa tumefikia wasichana wengi sana vioni. Kila mtu Binti Makini tuleteni huku. Kwa unaanzisha tu Binti Makini sijui Dodoma, Binti Makini sijui DIT vioni. Sasa ikawa ile Binti Makini inafanyaje? Inasambaa. Kuna kipindi tulifanya session tuna sisi huwa kila mwaka tunafanya Binti Makini Festival kuwaleta wale beneficiaries wetu kutoka vyuo, kutoka nje ya vyuo. Kuna kipindi tulifanya session ya vyuo, tukasema hii session tulishirikiana na LHRC, tukasema hii session tunahitaji watu 300, walikuja watu 800. Wow. Kila kitu mpaka watu kaniambia, afu nimeorganize mimi na mtu mmoja tu rafiki yangu kwenye group tu la WhatsApp. Jamani watu wamejaa hivi. Pale sasa Binti Makini ndio ilianzishwa na tukaweza kuiwekea sasa kwa haya Binti Makini natakiwa ifanye nini kwa kina nani. Sana sana kwa wasichana tuwape wasichana 70%, wavulana tuwape 30%, kwa sababu wenyewe wana mchango kwenye kuhakikisha tuna challenges ya mila na desturi kandamizi kwenye jamii, mitazamo hasi, lakini kuambia wavulana pia wana nafasi, kwa sababu hata wao wana dada zao, hata wao wanawake ambao wanatamani kuwa wife material ndio hao ambao hawataki kusoma, yaani wanaolewa labda wakiwa wadogo, wanapitia changamoto, wanapata hedhi darasani, mnawacheka, mwisho wa siku haji shule hata wiki nzima. Kwa hiyo tunasema kuna haja pia ya kutengeneza movement kuhakikisha kuwa tunainua hiki kizazi cha watoto wa kike, kuondoa hii mianya ambayo inawanyima fursa, lakini inawanyima kupiga hatua kwenye harakati zao za maisha. Na mtazamaji wa Kidani, na bado tuko hapa na Janet John ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Binti Makini Foundation, ambapo anafanya kazi mbalimbali na wasichana kuhakikisha kwamba anawanyanyua kiuchumi. Kwa sasa tunapata mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutaendelea. Kama kwanza unawasha luninga yako, kipindi hewani ni Kidani na tunarejea baada ya mapumziko mafupi, na nikuambie tu kwamba tuko hapa leo katika Kidani na Binti Makini Foundation ambaye ni taasisi ikiongozwa na mwanamke akijulikana kwa jina la Janet John, binti ambaye ametoka kijijini kuja mjini kupigania ndoto za mabinti wengine.
Na dada Janet, umeona ukikusanya baadhi ya wasichana katika center tofauti tofauti na kuwapa ujuzi mbalimbali. Kwanza ni aina ujuzi gani unawapa kwa wale ambao hawajafanikiwa kufuatilia, lakini pia vigezo na masharti sasa mnaviangalia ni vipi? Je, mnaenda kule kijijini ambako ulitoka wewe au ni wa hapa mjini, ama unawachanganya wa mjini na vijijini? Kuna kipindi tunafanya kampeni vijijini ambayo ile tunajigaramikia wenyewe, tunachanga pesa, tunaenda vijijini, tunafanya kampeni za kuhamasisha watoto wabaki shule, lakini kuchallenge hizi mila na desturi kandamizi zinazowarudisha watoto nyuma. Lakini tukienda mashuleni pia kuendelea kutoa elimu kwa walimu, mchango wao ni upi kwenye kuhakikisha wasichana na watoto wote wanafikia ndoto zao, kwa sababu tumeona wao na mchango mkubwa. Lakini hao pia kuna ambao baadhi wanaleta changamoto kwa wasichana au wanafunzi kutokufanya vizuri. Lakini hapa karibuni tumejitahidi kupata support. Tuna support moja tulipata ya kuanzisha mradi huu hapo wa Binti na Uwezo, ambao tumeanzisha Binti Makini Center kule Chanika, ambao kwa mara ya kwanza tulifanikiwa kuregister wasichana 222, ambao hao 222 tulikuwa tumewapanga katika maeneo tofauti tofauti. Kwa sababu pia tulipanga kila mmoja tulikuwa tunamuuliza unataka nini. Tulikuwa tumpangii mtu kitu, tunamuuliza wewe unataka nini. Sisi Binti Makini tunaangalia vigezo hasa vile vya wasichana ambao wanapitia changamoto tofauti tofauti. Wamepata ujauzito wakiwa bado wadogo, wako nje ya shule, wameacha shule kwa sababu labda wazazi wameachana au changamoto za kifamilia, kuna masuala umaskini, kuna masuala mila na desturi kandamizi, wamelazimishwa wameolewa huko wadogo, ndoa zimewashinda, wamekaa tu nyumbani hawana kitu cha kufanya. Mwingine tu changamoto za kimaisha, yani vitu vingi, labda amepata maradhi na nini, akaona ndoto zangu zimeishia hapo. Kwa hiyo tunaangalia tunawapa kipaumbele wale wasichana ambao wana changamoto, ambao sisi tukiwa push tunarudisha matumaini yao. Kama sisi ambao wengine tulishakata tamaa matumaini yakarudi, tunatamani tuone pia wasichana wengi ambao wamekata tamaa, wameona mimi sina nguvu tena kuweza kuendelea, tuone kuwa kuna nafasi, kwa sababu kuna kuanza na kuinuka tena. Tunataka sababu inayokusababisha wewe unataka kuja kurudi kufanya kitu hiki. Na hata wale ambao kuna wengine wanapenda kurudi shule. Sasa hivi kuna programu ya kurudisha watoto shule. Basi tunawatengenezea mazingira mazuri. Mfano mimi wakati nikiwa nafanya zile kampeni zangu wakati namaliza chuo, nimejitahidi sana kurudisha wasichana wengi shule. Na wavulana pia kuonyesha. Kuna watu unakuta vijijini wamefaulu, amepata division 3 lakini hajachaguliwa na serikali, anaona basi imeishia pale. Kwa hiyo tumejitahidi sana kupeleka wanafunzi wengi sana Morogoro kule. Kuna shule ambazo ni za bei rahisi, tunawapeleka kule, wanarudisha matumaini yao. Nini mnafanya kuhakikisha kwamba wanaendelea kuendeleza ujuzi ambao wameupata pale? Tunagawa vifaa wanaenda kujifunza, lakini tunagawa pia vifaa vya startup kit, wakimaliza pale wapate kitu cha kuanzia. Lakini pia kama Binti Makini hapa tunapokea opportunities nyingi. Kuna watu wanakuja hapa tunapatana nao, mfano watu wa sheria kijana wanatoa labda zile seed award kwa wale beneficiaries wetu, wakishawapa digital awareness au digital skills kwenye masuala business na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wale watakaoandika andiko zuri ambalo litavutia pia wanasaidiwa, wanapata zile seed award. Wengine washapowahi kupata 1.5 milioni. Kuna watu wameandika kama kundi watapata zaidi ya 5 milioni. Kwa hiyo hizo ni opportunities zote ambazo tukizipata Binti Makini tunaenda kusupport wale. Lakini wengi wao wale, mfano watu wa kusuka. Watu wa kusuka wenyewe anakuambia ni sisi kwa sababu tushajua kusuka. Wewe tuache tukae kijiweni tupige hela. Kwa sababu anajua sasa hivi ukikaa mtaani hapo unajua kusuka, watu watakuja. Kwa anakuambia kuliko kuanza kupata gharama ya kuanza kutafuta sehemu huko, mimi nishajua kusuka, mshanipa ujuzi bure kabisa, sijalipia kitu chochote. Niacheni nikatengeneze. Ugumu sasa kufanya kazi na wasichana. Mimi ni mtu ambaye naweza kuongea na mtu aina yoyote. Nikimkuta mtu yuko chini na mimi nitakuwa chini. Nikimkuta msichana ana changamoto na mimi nitaonyesha na changamoto. Kwa hiyo wanaosema sasa hivi unakutana na changamoto na kundi fulani unalofanyia kazi, inawezekana wewe ile kundi unalihendo vipi? Saa nyingine tunakuta labda kwenye sehemu salama kule tumeweka vitu afu kuna watu wanaiba. Yaani wale watoto ambao nawasaidia, kuna wengine wanakuja wanavichukua. Saa nyingine staff wanakasirika, "Dajeni wale tukawatoe." Wale tunatoka kabisa hapa na naambia tu haya tunatoka na gari. Tukifika kule kuna vifaa tunachukua na nini na nini. Lakini mimi nikifika pale na waache wanaongea wote. Afu wanaamka mtu anakuambia, "Dajeni. Mbona wewe huongei, unataka kweli utuchukulie hivi vifaa? Alafu sisi tufanyeje?" Mimi na roho ile huruma. Kwanza nikiangalia maisha yangu huko nyuma nishapambana na vitu vigumu sana. Lakini hawa watu unawahitaji na hawa watu tunataka wafanikiwe. Tukisema tuzibebe changamoto zao kama kigezo cha kuwa drop, tutakuwa tujafanya kitu. Kwa hiyo mimi ninachofanya zile changamoto zao naendelea kuzihendo. Kijijini ulikosoma una huu mradi kule ulikozaliwa? Huu mradi bado kule haujafika. Kitu kikubwa ambacho nimekifanya kijijini kwetu, ambacho mpaka leo wanakuwa wanajivunia nacho. Mwanzoni sana nilikuwa nasema ilikuwa changamoto zamani. Lakini kitu ambacho nimefanya kwanza, kikubwa kabla ya kupeleka kitu chochote, ni kubadilisha fikra na mitazamo yao.
nilichechemua sana kijijini kwetu. Kuna kipindi kijijini kulikuwa na changamoto, hakuna shule. Mpaka sasa hivi nafikiri kata yangu inayotoka bado haina shule. Lakini tumefanya jitihada kubwa sana mimi mpaka kupeleka waandishi wa habari kule. Nimekaa vikao vingine vingi. Mpaka sasa hivi nikifika wazee lazima watamani kukaa kikao na mimi. Mwanangu hapa tufanye nini? Hapa tufanye nini? Lakini kuna kipindi ilikuwa ikifika ukitaka kumwozesha mtoto kule au kumlazimisha mtoto ule utasikia hadi Janet akijua binti Makini, sijui ataenda kukusemea wapi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nilichofanya kwanza kabla ya kupeleka huu mradi wa kunani. Kuna mradi ambao unakuja utaenda kule, lakini nilichofanya kwanza ni kusaidia. Kuna vijana wengi sana kule nimewatoa wameenda vyuo vikuu. Na kwa support ya binti Makini wamepata mikopo. Kuna wasichana wengi ambao walikuwa kule, nimehakikisha wale ambao wamefanya vizuri wamepata shule, wamefika vyuo vikuu. Sikutaka kuwa mbinafsi nibaki peke yangu. Kwa hiyo kuna role kwanza nimeplay kwanza kwenye masuala ya elimu, kwanza walichukulia swala la elimu kwa mtoto wa kike ni swala nyeti. Na japokuwa nimesupport wasichana lakini hata watoto wa kiume wapo wengi sana nimewatoa kule na nimeonyesha njia wamefika. Kwa hiyo swala la hizi vocational skills kwa sababu najua kule naweza kapeleka kitu cha tofauti na hicho kwa sababu kule najua mazingira yao, namna ambavyo wanapata pesa. Nimeona kule changamoto za kiuchumi kwa sasa hivi sio kubwa sana ila elimu. Wakibadilisha mitazamo, wakiwapa watoto wa kike nafasi ya kusoma, tutafika mbali. Kwa sababu unajua kule rasilimali zipo nyingi. Sisi kule tunalima sana viungo, karafuu, vina hela. Kwa hiyo unaweza kumpelekea hata chilele akasema kwa hiyo lakini kuna kitu kingine lakini mimi nilichosema nikasema huku mna resources nyingi. Hawa wakipata elimu watakuja kukomboa hizi jamii. Kushukuru sana kwa muda wako. Nini hasa unamwambia msichana aliyoko nyumbani sasa hivi kama ujumbe wa mwisho kumwachia wewe binti Makini? Namwambia tu msichana haijalishi yuko wapi. Kwa kijijini, kwa mjini, asikate tamaa. Hata kama kuna sehemu ameanguka, amini kuna nafasi ya kurudi tena na kusimama upya. Na ukipata hiyo nafasi ya kusimama upya, simama tena kwa sababu itakusababisha utafika mbali na utabeba watu wengine. Mimi nisingepata nafasi ya kusema nirudi tena, niendeleze kile ambacho nakipambania. Leo nisinge support hundreds ya wasichana ambao wako Tanzania, maelfu na maelfu. Wapo wengi ambao leo ukiwaambia kuhusu mimi wanashuhuda tofauti. Wapo ambao wamepata kazi, wapo ambao wameenda nje za nchi, wapo ambao wamepata opportunity, wapo ambao wamerudisha matumaini tena kwenye maisha yao. Kwa hiyo namwambia msichana pale alipo, haijalishi anapitia nini. Changamoto zipo tu, hata aende kwenye daraja gani bado atakutana nazo. Amini hicho alichokuepo nacho ni cha thamani. Utu wake ni wa thamani, asimame, anyanyuke tena, anaweza na atafika mbali. Na mtazamaji wa Kidani, tunafikia tamati siku ya leo. Bila shaka umejifunza mengi sana kutoka kwenye historia ya dada Janet ambapo ametupitisha kwa urefu, lakini haikuweza kumzuia yeye kufanya kile anachokifanya hivi leo, na sasa anatoa fursa. Kwa hiyo mtoto wa kike ambaye unatuangalia hivi sasa, kwa message ambayo dada Janet ameitoa, ni wakati wako sasa kusimama na kuanza kuzipigania ndoto zako. Anatoa hizo fursa, anatoa hiyo elimu, wanatoa pia hizo mitaji midogo midogo kwa ajili ya kuwasaidia watu. Na maana anakupa kifaa cha kufanyia kazi baada ya wewe kujifunza. Na kwa wale ambao sasa ndio umewasha TV yako na kipindi hewani ndio unakuta kinamalizikia ni Kidani, ni kuache tu na historia kwa ufupi ama wasifu kwa ufupi wa dada Janet John ambaye tulikuwa naye leo katika Kidani. Mpaka wakati mwingine, kwaheri. Hadithi ya Janet John Kiko ni kama filamu ya kweli. Simulizi ya msichana aliyezaliwa Amani, Muheza, Tanga na akakataa kufungwa minyororo na mila na desturi. Katika jamii iliyosema msichana ni nyanya mbovu, ikikaa muda mrefu itaoza, Janet alisimama imara na kuthibitisha kwamba wasichana wanaweza kung'aa kama jua la asubuhi. Njia yake haikuwa rahisi. Shinikizo la jamii zilikuwa kama milima mirefu. Changamoto za kifamilia zilikuwa kama mawimbi makali. Lakini Janet aliamua kusimama, akawa msichana wa kwanza kijijini kufika chuo kikuu. Ushindi wake ulikuwa tamko kwa taifa. Elimu ni ngao, elimu ni silaha na elimu ni uhuru. Akiwa chuoni, Janet aligeuza maumivu yake kuwa harakati. Alianzisha Binti Makini Foundation, taasisi inayowezesha wasichana balehe na wanawake waliotengwa. Kupitia elimu, uongozi na uwezeshaji kiuchumi, Binti Makini imekuwa kama nguzo ya matumaini kwa wasichana wanaothubutu kuota zaidi ya hali zao. Hadithi ya Janet hubeba sauti zilizonyamazishwa. Kazi yake ni kama ngoma ya kijiji. Sauti zinapigwa, ndoto zinainuliwa na uongozi unakuzwa kuanzia ngazi ya jamii. Methali husema ukiona mwenzio ananyolewa tia maji kichwani. Kupitia kazi yake, wasichana wengi wamejiandaa kwa safari ya uongozi. Leo Binti Makini ni alama ya mabadiliko. Kila msichana ana haki ya kuota, kufanikisha na kuongoza, anasema Janet.
Katika kijiji cha Kwezitu, Amani, Muheza, Tanga, hadi kumbi za elimu ya juu Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Janet anaonyesha kwamba msichana mmoja mwenye dhamira anaweza kubadilisha dunia. Janet ana shahada ya elimu BA in Education kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam aliyohitimu mwaka 2018.